takatifu. Tafakari ya neno la Mungu, zaidi sana Injili takatifu. Yesu anawaambia mitume wake waziwazi kwamba anakwenda kupokea mateso, na katika mateso hayo ndipo umungu wake utakapofahamika. Na hivyo katika kuandaa wapokee hayo atakayokuja kumkuta, mitume wanahamaki, na katika hamaki yao mmoja anaomba watoto wake wasiingie katika mateso. Kumbe mambo mawili ambayo tunaweza kujifunza katika Injili takatifu ya leo. La kwanza, maisha yetu tutapokea mateso, lakini yule ambaye atakuwa mvumilivu na kumwamini Mungu ndiye atakayepata utukufu wake. Tunapitia magumu katika kazi, tunapitia magumu katika mahusiano, tunapitia magumu katika maisha yetu ya kijamii, lakini tukimtazama Kristo aliyeangikwa msalabani, na sisi tuna uhakika wa kuyapita hayo yote katika usalama na kuhesabika kuwa ni washindi. Lakini la pili ambalo tunajifunza katika Injili takatifu, migongano na migogoro katika maisha yetu ni lazima yatakuwepo. Tazama, mama wana Zebedayo anawaombea watoto wake, mmoja akae upande wa kushoto na mwingine akae upande wa kulia, pale Kristo atapokuwa katika utukufu wake. Na kwa ombi hili mitume wengine wanakasirika, mitume wengine wanachukia, lakini Kristo anawaambia, yeyote anayetaka kuwa mdogo kuwa mkubwa kwenu ni lazima awe mtumishi wa familia, awe mtumishi wa jumuiya. Kumbe hawa wanataka kujikweza, wanataka ombi ambalo litawaweka juu, lakini Kristo anawakumbusha kwanza ni lazima kuwa watumishi. Panapokuwa na kutokuelewana katika familia zetu, katika sehemu zetu za kazi, muhimu katika kusolve kutokuelewana huko ni kujishusha. Tumwombe Mungu Roho Mtakatifu atutie nguvu, lakini zaidi sana katika kipindi hiki cha Kwaresma tuweze kujenga tabia ya kuwa watu wapole, wanyenyekevu na wa kujishusha. Katika kuyafanya hayo ndipo ambapo tutaweza kusolve migogoro mingi inayojitokeza kwenye familia zetu na hata katika sehemu zetu za kazi. Tukijitambua sisi ni wakosefu, tuanze sasa adhimisho hili la Ekaristi Takatifu kwa kujuta dhambi zetu.